Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 24 kuanzia mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalipunguzwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitapunguzwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Nimesoma mpaka mstari wa 25. Damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema siku zote kwa ajili ya watakatifu. Mungu anatuonya kupitia neno lake ili tunusurike siku za mwisho, ili tuulisi uzima wa milele. Neno la Mungu si kwa ajili ya mambo ya mwili yasiyo na uzima, bali ni kwa ajili ya uzima wa milele. Kuna maisha baada ya maisha haya. Tumepata neema ya kuishi hapa duniani wakati huu. Si kwamba tunaishi milele au kwamba tunavyoishi basi hakuna maisha mengine. Mtu akisema hivi, mkimbie, kwamba tumepewa kuishi sasa hivi duniani kwa ajili ya kumcha Mungu, maandalizi ya maisha ya milele, yaani uzima wa milele wa roho zetu, pamoja na Mungu wetu, pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, pamoja na malaika, pamoja na kila kiumbe kilichoumbwa mbinguni. Tutakuwa nao pamoja. Ndiyo maana Mungu ametupa neno lake, ametupa hili neno ili tuweze kuishi kwa kupitia hili neno, tutii amri zake, tutii kila kitu alichotuambia tuishi hivyo, tumche hivi kwa ajili ya uzima wa milele. Yesu Kristo katika Yohana, kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 16 mstari wa 1 na wa 2 anasema, nimewaambia haya ili msichukizwe. Maana siku zinakuja ambapo ninyi mtatengwa na masinagogi. Watawatenga na masinagogi. Watakapowatenga na masinagogi, tena saa inakuja wakati huo watawaua. Na watakapowaua ninyi kwa sababu ya jina langu, kwa sababu ya neno langu, kwa sababu ya mimi Kristo, kwa sababu nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu, watawaua. Watakapowaua hawa watu, watasema wanamfanyia Mungu ibada. Wao wenyewe watadhani kuwa wanamfanyia Mungu ibada, kwamba kitendo cha kuwaua wanafunzi wa Yesu Kristo, kitendo cha kulitesa kanisa, kuwatenga watu wa Mungu, wa Kristo wa kweli, watakapoteseka duniani, wao watajua kwamba, watadhani wanamfanyia Mungu ibada. Ni wao ndio watadhani hivyo, lakini Mungu akiwatazama, wao ni wauaji. Wao watasema kwa kuwaua wale wanaompenda Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu Kristo, wao watadhani kuwa wanamfanyia Mungu ibada, lakini kumbe kwa Mungu anavyowatazama, wao ni wauaji, ni wapinga Kristo. Hii ndiyo tofauti. Yesu Kristo anasema kwamba watawatenga na masinagogi. Hilo ndio neno la kwanza katika hiyo sura ya 16 kwenye Yohana. Watawatenga na masinagogi. Masinagogi ni majengo ya kuabudia ya Wayahudi. Wayahudi wanaabudu kwenye masinagogi.
Kwa hiyo wakina nani watawatenga wanafunzi wa Yesu Kristo na masinagogi? Ni hawa Wayahudi ambao wanaonekana ni wacha Mungu. Wao wanaonekana wanamcha Mungu, lakini katika kumcha Mungu kwao hawaendi pamoja na Wakristo. Kwa hiyo wote wanaomwamini Yesu Kristo, wenye neno la kweli la Yesu Kristo, watatengwa, watachukiwa, watatemewa mate, watauawa. Nani anawaua Wakristo? Wacha Mungu wanaodhaniwa kwamba wao wenyewe ni wacha Mungu, lakini kwa Mungu ni wauaji. Wanajiona ni wacha Mungu, lakini wanawaua Wakristo. Wao ndo wanajiita ni wacha Mungu, lakini Mungu akiwatazama ni wapinga Kristo. Wanawaua wacha Mungu, wanafunzi wa Yesu Kristo, kanisa la Mungu. Hii ndiyo tofauti iliyo. Wao wenyewe wamejitambulisha kwa binadamu, kwa wanadamu wote, na wanaonekana kama wacha Mungu, wanamfanyia Mungu ibada, lakini hawa ni wauaji. Yesu Kristo anasema, tusome mara moja zaidi. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa kwanza anasema, maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, nam saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Wao ni wacha Mungu, kwa watu wanaonekana ni wacha Mungu, wao wenyewe wanajiita ni wacha Mungu, lakini hawa wanaojiona wao ni wacha Mungu na watu wakiwatazama wao ni wacha Mungu, wanawatenga Wakristo, wanamkataa Kristo, wanampinga Kristo. Ndio maana wanawaua, wanafanya mipango ya kuwaua Wakristo, na wanapowaua wanafunzi wa Yesu Kristo wanasema wanamfanyia Mungu ibada. Wao wanadhani wanamfanyia Mungu ibada, lakini Mungu akiwatazama wao ni wapinga Kristo, wauaji. Hii ndiyo tofauti. Nini maana yake hili neno? Yesu Kristo anatujulisha kwamba nyakati zijazo, yeye atakapokuwa amekwisha kunyakuliwa, amekwenda juu aliko, kanisa litabaki hapa, kanisa litabaki duniani. Sasa nyakati zijazo ambazo ndio nyakati zetu hizi, wako watu ndani ya Wakristo wanajiita Wakristo, wanamcha Mungu, wamejitambulisha kwa jina la Kristo, lakini wanafanya kazi ya kuwapinga Wakristo tena. Yaani Wakristo wanawapinga Wakristo, kwa sababu Wayahudi wanawapinga Wayahudi. Wote ni wacha Mungu, lakini katika Wayahudi hao liko kundi linajiona wao ndo wacha Mungu zaidi kuliko hawa. Wayahudi wote na wote wamejiwa na Mungu kuwakomboa, lakini liko kundi moja la Wayahudi linasema sisi ndio wacha Mungu na sio nyinyi wa Kristo. Kwa hiyo Wayahudi wanawapinga Wayahudi, wacha Mungu wanawapinga wacha Mungu. Yesu Kristo anasema watakapowatenga na kuwaua, watadhani wanamfanyia Mungu ibada. Sasa kama wao wanadhani wanamfanyia Mungu ibada, lakini Mungu akiwatazama hawamfanyii Mungu ibada, wanamfanyia nani ibada hizo? Kwa sababu Yesu Kristo akiwatazama hawamfanyii Mungu ibada, Mungu mwenyewe akiwatazama hawamfanyii yeye ibada. Nani aliye nyuma yao wanayemfanyia ibada? Ni Ibilisi, Shetani. Wao wanadhani wanamfanyia Mungu ibada, Mungu wa mbinguni, kumbe wanamfanyia Shetani ibada, kwa sababu wanaua na ni wapinga Kristo, wanampinga Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye neno la Mungu. Yesu Kristo Bwana wetu anasema wakati utafika watawaua, watawatesa, watawatukana, watawadhihaki, watawanena mabaya, lakini kwa kufanya hivyo watadhani kuwa wanamfanyia Mungu ibada. Unafikiriaje?
Wakati huo ndio huu wakati tulio nao. Angalia watumishi wa Mungu wote tunaitwa Wakristo, wote ni kundi moja la Wakristo, lakini wako Wakristo katika madhehebu yao wanawatukana Wakristo wengine katika madhehebu mengine. Yaani sasa hivi ndio linatimia lile neno alilosema Yesu Kristo kwamba watawatenga na masinagogi, kwamba anamaanisha ndani ya Wakristo kutakuweko na Wakristo wanaowapinga Wakristo wa kweli. Kwa hiyo kutakuwepo na Wakristo feki, kazi yao ni kuwatukana Wakristo wa kweli, kuwatukana wanafunzi wa kweli, kuwatukana wanaomtii Yesu Kristo. Watawadhihaki, kuwapiga na kuwatisha, tena hata kuwaua. Yesu Kristo anasema watakuwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema watakuwa wanadhani kuwa wanamfanyia Mungu ibada. Ina maana wanaowatukana Wakristo na wao wanajiita Wakristo na wao wanajiita ni wacha Mungu. Na ndio maana anasema kutakuwako na manabii wa uongo, mitume wa uongo, wamevaa ngozi ya kondoo. Hii inamaanisha nini? Wanajiita Wakristo, wanajiita wametumwa na Kristo, wanajiita ni kanisa la Kristo, wanafanya ibada, wanayo makanisa, ni Wakristo, lakini Wakristo hao wanafanya kazi ya kuwatukana Wakristo wenzao. Wanawadhihaki, wanawatukana, wanawatisha, na wengine wanauawa. Na kwa kufanya hivyo katika ibada zao wanadhani kuwa wanamfanyia Mungu ibada. Watu wanatakiwa kuelewa hiyo. Ni hatari kubwa. Unabii wa Yesu Kristo Bwana wetu unatimia leo. Wakristo, watumishi wa Kristo wanaojiita wachungaji, manabii, maaskofu, mitume, wanahubiri makanisani kwao, wanawatukana wengine. Ibada ni ya kutukana wengine, kuwadhihaki wengine, lakini wote wanajiita ni Wakristo. Ni kanisa gani hili? Hawa ni watumishi wa Kristo kweli? Mkristo anamtukana Mkristo, Mkristo anamtisha Mkristo, Mkristo anampiga Mkristo. Ni hatari kubwa. Wameshaacha injili pembeni, sasa makanisani kwao wanatumia maneno ya dunia kutukanana tu, wanatukanana tu. Anasubiria mtumishi huyu awe na neno la kusema, na analichukua hilo neno ndo anaenda kusema kwenye madhabahu yake kulikosoa na kumtukana. Sasa unakuta Wakristo wenyewe tumekuwa maadui. Wakristo hawa ni maadui wa Wakristo hawa, Wakristo hawa ni maadui wa Wakristo hawa. Ni kanisa gani la Kristo hilo? Kristo anajipinga mwenyewe. Kama kweli sisi wote tumeitwa na Kristo, tumetumwa na Kristo, tunamtii Kristo, ni wana wa Mungu, watumishi wa Kristo, kwa nini watumishi wa mmoja tupigane? Kama kweli tuna neno moja la Kristo, wote tumetumwa na Kristo, kwa nini tunatukanana wenyewe kwa wenyewe? Tumetumwa na mmoja, Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu wetu, Baba yetu. Tunaijenga nyumba moja ya Bwana wetu. Alafu sasa watumishi wenyewe wanaotegemea kujenga hiyo nyumba, mmoja kaiacha kona yake na mwingine kaacha kona yake, wamekusanyika wanaanza kupigana na kutukanana, hata kuuana. Kazi imesimama. Alafu unajisifu unasema we ni mtumishi wa Bwana. Ni hatari kubwa. Watumishi wanatukanana wenyewe kwa wenyewe. Sasa shetani anafurahi kwa sababu kazi haiendelei. Yeye amefanya hivi ili kazi isiendelee. Sasa nyumba imesimama, haijengwi, mbao hazisimamishwi, fito hazifungwi, kanisa limesimama linawatazama. Sasa maneno ya kutukanana yamefanywa kuwa injili. Mtumishi huyu anamtukana huyu, huyu anamtukana huyu, waumini wanasikiliza, wanapiga makofi. Ndio injili sasa hii. Wanasema hii ndio injili ya Yesu Kristo. Ni hatari kubwa. Shetani anapiga makofi, anasema safi
Sasa hilo kanisa sio kanisa la Yesu Kristo tena, ni kanisa la shetani, makanisa ya mashetani. Kwa nini? Neno linalohubiriwa humo la kutukanana, kudhihakiana, kudharauliana halitokani na Yesu Kristo, linatoka Ibilisi, shetani, kuzimu. Sasa shetani anapiga makofi kwa sababu gani? Ametimiza lengo. Kristo anapata hasara. Ni nyakati za mwisho. Wakristo hawajielewi. Unamwona Mkristo anamtisha Mkristo mwenzake, nitakuua, nitakupoteza. Mkristo anamdhihaki, anamfunua mtumishi mwenzake, anamdogosha mtumishi mwenzake, ili tu yeye aonekane ni mwenye utukufu mkubwa, apate watu. Alafu hawa wote wanasema wametumwa na Kristo mmoja. Je, Kristo ndio wa matusi namna hiyo? Hiyo ndio lugha ya Yesu Kristo? Hiyo siyo lugha ya Yesu Kristo. Kama Mkristo anasimama anamtukana Mkristo, kama mtumishi anasimama anamtukana mtumishi mwingine, hawa wajitazame mara mbili kwamba je, hiyo lugha ni lugha ya Yesu Kristo Bwana wetu? Hiyo lugha ni ya lugha ya Mungu? Hiyo matusi, kudharauliana, wote mmetumwa na mmoja. Kwa nini mnachekana? Kwa nini mnadharauliana? Hii ndio jambo unatakiwa kulijua, kwamba ndio kazi mlioitiwa, kumcheka mwenzako, kumsumbua mwenzako, wakati wote mmetumwa. Hapa kuna watu sio watumishi wa Yesu Kristo, ila wametumwa na kuzimu. Wanavaa vazi la kondoo, wanajiita kwa jina la Yesu Kristo, alafu wanafanya kazi ya kuchafua Ukristo, kuchafua kanisa la Kristo, kuchafua wanafunzi. Ukiwatazama watumishi wengine, the way alivyo, jinsi anavyoongea, jinsi anavyohubiri, jinsi anavyoongoza kanisa lake, ibada zake, unaona kabisa huyu sio Mkristo. Ibada sio za Kikristo, ibada sio la neno la Kristo, ni utapeli wa dunia, ni kama waganga. Ibada zingine zinafanyika utafikiri ni madhehebu mengine ya dini zingine kabisa, sio Ukristo, ni dini zingine. Lakini anajiita Mkristo, nabii, anajiita mchungaji. Hasara kubwa, wametumwa na kuzimu. Hawa ndio wanachafua Ukristo, hawa ndio wanachafua wanafunzi. Damu ya Yesu Kristo. Kwa kusema hivi, watu wanatakiwa kujua kwamba kanisa linapungua. Kanisa linapungua badala ya kuongezeka, kanisa linapungua. Sasa utaniambia linapunguaje? Wakristo wanapungua badala ya kuongezeka. Wakristo wanapungua, wanaelekea kuzimu, badala ya kuelekea mbinguni wanaelekea kuzimu. Kanisa linapungua. Ni nyakati za mwisho. Watu wakubwa, watumishi wakubwa wanahubiri kejeli, dhihaka, wanahubiri maneno ya dunia, na watu wamewakubali, watu wanawategemea, wanawaamini, lakini wasijue wanapunguzwa kutoka kanisa la Kristo, wanapelekwa kuwa makanisa ya mashetani. Wakristo wanapungua. Ndiyo maana Yesu Kristo anasema kama siku hiyo haitapunguzwa hadi watakatifu watapotea. Tumesoma katika kitabu cha Mathayo 24 mstari kuanzia wa 21. Yesu Kristo anasema kama siku hizo nyakati za mwisho zitakazokuwako kwenu nyinyi, kama siku hizo Mungu hatazipunguza, hakuna mtu atakayepona. Hata watakatifu watapotea. Kwa nini watakatifu watapotea? Shetani anafanya vita kubwa, kwamba tabia ya dunia, desturi ya dunia inaonekana kupendwa zaidi, maneno ya dunia yanapendwa zaidi kuliko neno la Mungu. Kwa hiyo
tamaduni za dunia zenye nguvu ya kuzimu imepanda, imefunika ulimwengu wote. Kwa hiyo hadi makanisani sasa wanahubiri tabia ya dunia, wana maneno tu ya dunia, kila kitu cha dunia kiko makanisani. Hadi watakatifu sasa wanaishi kwa tabia ya dunia. Kanisa linapotea, kanisa linapungua, kanisa linapungua. Nguvu ya kuzimu inaonekana ni kubwa, imefunika anga. Watakatifu wakiangalia wanaishi kwa tabia ya dunia. Tabia ya dunia na maneno ya dunia yana nguvu, ndiyo yaliyojaa ndani ya mioyo ya watu, hadi watumishi sasa makanisani kwa tabia ya dunia. Ibada zinaongozwa kwa tabia ya dunia. Kila kitu kinachofanyika ndani ya kanisa, ndani ya ibada ni tabia ya dunia, inaitwa Injili. Kanisa linapotea, Wakristo wanapungua. Yesu Kristo anasema kama siku hizo hazitapunguzwa, hadi watakatifu watapotea, hadi wenye haki watapotea. Kwa nini? Kwa sababu tabia ya kuzimu imefunika dunia na kanisa bado liko duniani. Kwa hiyo wengi, kwa sababu ya kuwaka tamaa, sasa wameichukua tabia ya dunia, kwa kuwa ni tamu, ni nzuri, inapendeza, wameileta kwenye makanisa. Hakuna kanisa tena, ni makanisa ya kuzimu, ni makanisa ya mashetani. Wakristo wanazidi kupungua, Wakristo wanapungua. Nikitazama dunia inavyoenda sasa hivi, Wakristo wanapungua kwa sababu neno la Kristo halionekani makanisani. Tabia ya Kristo haionekani ndani ya kanisa lake. Unaona tu ni michezo ya mapashetani, tabia ya dunia iko huko. Ilikuwa hivyo kipindi cha Nuhu. Neno la Mungu liko kwa Nuhu. Neno la Mungu analo Nuhu. Nuhu anahubiri injili ya Yesu Kristo, anahubiri neno la Bwana, watu wakalikataa hilo neno. Ulimwengu kakataa hilo neno. Sio kwamba watu wa zamani za Nuhu walikuwa hawamchi Mungu, hapana, walikuwa wanamcha Mungu. Walikuwa wanamcha Mungu, lakini njia waliokuwa wanaitumia kumcha Mungu, walikuwa wanamcha Mungu kwa maneno yao walioyachagua wenyewe. Wakachukua tamaduni za dunia wakachanganya ndani ya ibada zao. Mungu akawaacha. Machoni pa Mungu ikaonekana ni uchafu mtupu. Sio kwamba walikuwa hawamchi Mungu, wanamcha Mungu. Walikuwa na kawaida yao ya kumcha Mungu, lakini walikuwa wanamcha Mungu kama wanavyotaka wao, sio kama Mungu alivyotaka wamche kwa kile alichokichagua. Ndio maana neno la Mungu lilipokuja kwamba itazameni safina, wakakataa kwamba hatuwezi kumcha Mungu kwa kuitazama safina. Hatuwezi kusikiliza neno la Nuhu ambalo anasema tutazame safina ndio tutapona. Hapana, tutafanya ibada kama kawaida zetu tulivyozoea. Walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanahubiriana mambo haya ya kula na kunywa, kuoa na kuolewa. Yesu Kristo anatoa siri hiyo, anasema hata kipindi cha Nuhu kulikuwa na haya yatakayokuwa kwenu. Kulikuwa na kula na kunywa, kuoa na kuolewa, starehe zote zilikuwa zinafanyika. Ndivyo itakavyokuwa kwenu. Kwa hiyo walikuwa wanamcha Mungu, lakini walikuwa wanamcha Mungu. Mungu gani? Wakachukua kawaida za dunia, maneno ya dunia, tabia ya kuzimu, wakachanganya pamoja na ibada zake. Mungu akawaacha. Kwa hiyo walipoletewa neno la Mungu, hili ndio neno la kweli, Nuhu akachekwa, Nuhu akadhihakiwa, Nuhu akatishwa. Nuhu akabaki yeye na mkewe na watoto wake watatu na wake wa watoto wake watatu. Watu 8 ndio walioingia kwenye safina, na hawa ndio waliopona, ndio watoto wake sisi dunia leo tunaoishi. Kwa nini? Wale walijidhani kuwa wanamfanyia Mungu ibada kwa ibada zao, wakawa wanacheza na kuimba, wanaimba, wanacheza, wanakula, wanakunywa, wasijue kuwa wanamfanyia Ibilisi ibada na mshahara wake mauti.
Damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Walifanya hivyo hivyo. Mwisho wa siku ukaja, ni Nuhu peke yake. Dunia inaangamia. Vile vile ilivyoangamia kwa Nuhu ndivyo inavyoangamia kwa leo, na kwa Lutu hivyo hivyo. Neno la Mungu wa Ibrahimu liko kwa Lutu. Lutu anaenda Sodoma na Gomora, anahubiri injili Sodoma na Gomora. Mwisho wa siku anapata hasara. Watu wa Sodoma na Gomora sasa wanataka kumzuru yeye, kwa sababu wanaiona ibada zinazofanywa na Lutu, neno alilonalo Lutu haliwapendezi, halina faida kwao. Sisi tunamcha Mungu, watu wa Sodoma, sisi tunamcha Mungu, lakini tunamcha Mungu kwa njia yetu, kwa tamaduni zetu, kwa tabia yetu, sio kwa neno hilo. Walimkatalia Lutu, wakamcheka Lutu. Lutu alienda na watu wengi. Aliingia Sodoma akiwa na kundi kubwa la watu, kundi kubwa la watumishi, ng'ombe na kondoo, mifugo yote. Lakini taratibu, siku hadi siku, Lutu anamezwa na tabia ya Sodoma na Gomora. Lutu anakuja, anaona anaishi ndani ya tamaduni ya kuzimu ya Sodoma na Gomora. Mwisho anajikuta anaokoka peke yake na watoto wawili, mabinti zake. Kundi lote alilo nalo limepotelea Sodoma na Gomora. Nini? Kwa sababu Sodoma na Gomora, tabia na njia wanayomcha Mungu Sodoma na Gomora inawapendeza watu wote. Kwa hiyo hadi watu waliokuwa na Lutu wameingia Sodoma na Gomora. Sasa wanaishi kwa tabia ya Sodoma na Gomora, wanaishi kwa kawaida ya Sodoma na Gomora. Mwisho wa siku hadi mke wa Lutu anapotelea Sodoma na Gomora. Watu hawaelewi huu nabii. Alienda na watu wengi Lutu, na watumishi wengi, na ng'ombe nyingi, na kondoo nyingi. Wako wapi watumishi wa Lutu? Wamepotelea Sodoma na Gomora. Kuna nini? Tamaduni za dunia zilizoko Sodoma na Gomora ni nzuri na tamu, zinapendeza, zinafurahisha moyo. Watumishi wote wakapotelea huko. Hakuokoa hata kitu, mpaka mke wake mwenyewe amepotelea Sodoma na Gomora. Jinsi Sodoma na Gomora ilivyotamu, leo ndio tunayo Sodoma na Gomora hiyo. Watu wakiitazama tamaduni ya Sodoma na Gomora iliyoko sasa hivi ulimwenguni, ni tamu, ni nzuri, ya kisasa, imeendelea, unaonekana wewe ni wa kisasa zaidi. Sasa hizo tamaduni za Sodoma na Gomora wameziingiza makanisani, wanasali kama Sodoma na Gomora. Usasa ni mwingi, hakuna tena kumcha Mungu kwa tabia ya Mungu kama Mungu alivyotuamuru. Hawamtii Yesu Kristo tena, wanamwabudu Mungu wanavyotaka wao. Sasa makanisa yanapotelea Sodoma na Gomora. Ndiyo maana ninasema kanisa linapungua, kama vile kwa Lutu alivyoenda na watumishi wengi na watu wengi na kila kitu, akajikuta siku hadi siku anapungua. Mwisho wameokolewa watatu. Mungu anarudi kumwokoa Lutu, anakuta wako watatu tu. Nini maana yake? Neno hilo ni unabii. Neno hili ni unabii kwamba kanisa siku zijazo, siku za Kristo zitakazokuja, yatatokea mambo kama haya kwa sababu ya tamaduni nzuri ya Sodoma na Gomora. Leo tumeikumbatia Sodoma na Gomora. Makanisa yanaongozwa kwa tamaduni ya Sodoma na Gomora, tamaduni za dunia, tabia za kuzimu ziko ndani ya makanisa. Kidogo kidogo, siku hadi siku, Wakristo wanapungua, kanisa linapungua. Ikiwa kwa Nuhu kanisa limepotea wakaokolea watu 8, kwa Lutu kanisa limepotea lote wakaokolewa Mungu akapata watu 3. Leo kwa Kristo litakuwa watu wangapi mpaka siku anakuja Yesu Kristo? Mpaka siku ile ya mwisho Yesu atakapokuja kulichukua kanisa, atawakuta wangapi?
kwa sababu kanisa ninavyoona linapungua. Unabii ule ulioandikwa kwa Lutu unatimia leo, kwa sababu dunia, watu wa Kristo, kanisa linapenda tamaduni ya dunia ambayo ndio Sodoma na Gomora. Wako wachungaji wanahamasisha ushoga, wako wachungaji wanahamasisha wanawake wanavaa ovyo. Watu sahibi kanisani ni kama baa tu, hakuna tofauti kanisa na mavazi ya baa, wote wanavaa tu sawa. Ukiwatazama kama ni mashetani, na mashetani yanafanya ibada ndani ya makanisa yao. Unawezaje kusema hilo kanisa ni takatifu? Hilo kila siku kadiri zinavyopungua siku, na kanisa linapungua, linaelekea kuzimu. Kwa Lutu watu 3, kwa Nuhu watu 8, kwa Yesu Kristo ni watu wangapi? Watu wanatakiwa kuwa makini na kuelewa hili neno. Dunia ni tamu sana, lakini mshahara wa haya mambo matamu ni mauti. Yesu Kristo anasema kama siku hizo hazitapunguzwa, hata kanisa lake litapotea. Na amesema lakini siku hizo zitapunguzwa. Tunamwomba Mungu zipungue, tena zipungue. Ni afadhali angekuja hata kesho. Mimi kutamani kwangu ningesema hata kesho kutwa Bwana angerudi, kwa sababu kadiri dakika zinavyoenda ndivyo watu wanavyopotelea kuzimu. Ila Bwana mwenyewe atawaokoa watu wake. Amesema zitapunguzwa, kwa sababu kuzimu kuna nguvu. Kizazi hadi kizazi kinazaliwa, kinakuja kuishi ndani ya tamaduni za Sodoma na Gomora. Unategemea hilo kanisa litakuwaje? Sasa hivi watu hawasomi neno, wanatabiri tu ujinga wa dunia. Hawataki tena kusoma neno, wanajiona ni manabii wakamilifu sana. Hawataki kusoma neno, wanamwona Mungu ni mpumbavu kutupa maandiko matakatifu. Sasa wanatabiri tu mambo ya dunia. Hii ndio injili ya Yesu Kristo. Hii ni siku za mwisho, tena ni siku hatari, inatisha. Watu wanamiminika makanisani, wanasali wasijue wanamiminika kuzimu. Wanapita kwenye barabara pana iliyopambwa Sodoma na Gomora, iliyopambwa tabia zote za kuzimu, ndiko watu wanamiminika huko. Manabii wa uongo wanahubiri uongo. Mitume wanaojiita mitume ni waongo, hata wakutumwa na Yesu Kristo mwenyewe, kwa sababu hawahubiri hata hilo neno la Yesu Kristo mwenyewe. Wanatabiri tu mambo ya kuona kuolewa. Nabii anahubiri chumvi, huu ni wakati wa kuhubiri chumvi. Nabii anahubiri mafuta, huu ndio wakati wa kuuza maji. Neno la Mungu linaachwa pembeni, sasa watu wanahubiri vyupa vya maji. Neno la Mungu linaachwa, neno la Yesu Kristo linaachwa, wanahubiri chumvi, pipi, biskuti. Ni hatari kubwa, na watu wanamiminika huko siku hadi siku. Tamaduni ya Sodoma na Gomora ikawa ina nguvu, ikamfunika Lutu. Siku hadi siku Lutu akawa anapoteza watu wake. Siku hadi siku wanyama wakaondoka. Siku hadi siku, mpaka siku ya mwisho Mungu anamjia, anampoteza na mke. Jinsi gani Sodoma na Gomora ilikuwa ina nguvu ndani ya mioyo ya watu. Anakuja kuokolewa na anashangaa yuko peke yake na binti wawili. Kundi lote limepotelea Sodoma na Gomora. Ndivyo inavyokuwa leo. Siku hadi siku kanisa linapungua. Kwa sababu gani? Tamaduni za dunia ni tamu. Makanisa sahihi yana modern, yamejiweka katika hali ya umodern mkubwa.
yana ukisasa. Yaani sasa hivi kila kitu ni ukisasa, wanaboresha kila siku. Neno la Mungu linabadilishwa, wanahubiri fedha na mali, wanasema hii ndio Injili. Kama vile walivyopungua kwa Lutu, ndivyo kanisa linavyopungua leo. Yesu Kristo anasema kama siku hizo hazitapunguzwa, hadi wateule watapotea, lakini siku hizo zimepunguzwa kuokoa watu wake. Na ndio maana tunaomba Mungu, timiza ahadi, njoo uokoe kanisa. Kanisa limevamiwa, kanisa limepandiwa, Ibilisi amelivamia kanisa. Sasa kanisa linaongozwa kimashetani matupu. Ndio maana tunaomba, njoo Bwana, wakati upo ataokoa watu wake. Kama angechelewa hata Lutu angepotea. Kama angechelewa hata mabinti wawili wa Lutu na Lutu mwenyewe angepotea, angekosa kila kitu. Lakini alikuja akazipupisha hizo siku, akaja kumwokoa Lutu na binti zake wawili. Mke wa Lutu akapotelea Sodoma na Gomora. Ndivyo itakavyokuwa leo. Unafikiria ni nini? Toka kuwa na watumishi elfu na elfu, Lutu hajaondoka na mtumishi hata mmoja Sodoma na Gomora. Wote wampotelea Sodoma na Gomora. Hajaondoka hata na mke, alienda na mke, amerudi hana mke. Sodoma na Gomora ni tamu, lakini utamu wa Sodoma na Gomora mwisho wake ni moto, mauti. Ndivyo itakavyokuwa utamu wa Sodoma na Gomora hii ya dunia ya leo tulio nayo, ambayo sasa hivi tabia zake zote ziko makanisani. Mshahara wake ni mauti ya moto wa milele Jehanamu. Acha waendelee, tuwaombee watu wetu, tuwaombee ndugu zetu, wajue wageuke, wasikilize mahubiri haya wageuke. Moto huko Sodoma na Gomora iko makanisani leo. Unawezaje kusema hakuna Sodoma na Gomora makanisani? Wachungaji ni mashoga, watumishi ni mashoga, wanahubiri ushoga, wanasapoti ushoga. Watumishi ni wachawi, waganga kabisa, wanahubiri mambo ya dunia, wanasema ni Wakristo. Injili gani hiyo? Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Watu wahubiriwe injili hii, mwili na damu ya Yesu Kristo, kwamba kwa damu ya Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi, kila mtu akiiamini na kuitegemea, na kwa damu hiyo ya Yesu Kristo tunaingia mbinguni. Maandiko yanasema hivi, Waebrania 10 mstari wa 19, 18, 19. Mstari wa 10 unasema tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Kila mtu akimtazama Yesu Kristo na kumwamini, huyu ametazama mwili na damu ya Yesu Kristo, ameamini mwili na damu ya Yesu Kristo, ana uzima wa milele. Huyo ndiyo mwanafunzi wa Yesu Kristo, huyo ndiyo mwenye haki kwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Tunaamini katika Yesu Kristo, tunaamini katika mwili na damu, tunaamini katika mauti ya Yesu Kristo. Kwa kufufuka tuna uzima wa milele, tunaitwa wenye haki. Hii ndiyo Injili. Lakini mambo ya fedha, mavazi ya ajabu makanisani sasa hivi, mapepo mashetani makanisani sasa hivi. Ni roho gani mtakatifu akae pamoja na mashetani hivyo? Shuhuda za kutungwa, ukitazama hata shuhuda yenyewe, hata huyu anayetoa shuhuda yenyewe anaelekezwa, yaani anaongozwa kabisa aseme hivi. Shuhuda gani hizo? Kanisa limejaa mashetani tu, watu wake wanaabudu ni kama mashetani tu. Kanisa gani hilo la Yesu Kristo? Uchafu mtupu. Unafanya kazi ya kuokoa roho za Kristo wawe mali ya Kristo, au unafanya kazi ya kukusanya roho chafu zikae ndani za watu? Ni hatari sana. Kuna siri kubwa kwa watumishi, nyuma ya watumishi siri iko kubwa, wameificha. Ni nyakati za mwisho, watu wanamiminika. Yesu Kristo alisema penye mzoga ndipo walipokusanyika tai wengi.
ukihubiri neno la Mungu wanakuacha. Tunatuma mahubiri hivi, lakini tunawashukuru hao wanaogusa mahubiri na kuyasoma, maana ilikuwa hivyo hivyo kwa Nuhu. Kwa hiyo sisi tunafurahi, maanake hata Nuhu alipohubiri alimkosa hata mmoja kumpata, alifuata familia yake tu, watu 8. Lutu amehubiri akamkosa na mke, alirudi tu yuko peke yake na watoto 2. Kwa hiyo hata sasa tunapohubiri Injili, sio wote watakaoitaka hiyo Injili, kwa sababu kawaida za dunia zimekuwa tamu kwao. Sodoma na Gomora ni kubwa kwao ndani ya mioyo yao. Sasa hivi watu hawafundishi, hawaonyi dhambi. Wachungaji sasa hivi hawaonyi dhambi kabisa. Wanafurahia watu kuishi kwa tamaduni ya kuzimu, kwa sababu wanataka tu fedha. Wanakusanya watu sasa hivi si kwa ajili ya kuwapa mali, kumpa faida Yesu Kristo, bali wao wenyewe wanataka fedha na mali kutoka kwa hao watu. Kwa hiyo hawakemei dhambi, hawana huruma hata na roho za watu hao kwamba zinaenda kuzimu. Hawana haja hiyo, wao wanataka tu fedha. Kwa hiyo mtu anapokuja amevaa uchi, nusu uchi, wao hawana shida na yeye. Wao wanataka tu fedha ya huyo mtu aliyekuja nayo. Mtu amekuja amevaa matiti yako nje, makucha marefu, tafikiri jini, kila kitu ni kama shetani tu, hana shida. Yeye anataka pesa tu ya huyo mtu. Uje na sketi fupi ukae uchi, yeye hiyo hazingatia. Wewe njoo vaa unachotaka, yeye anataka tu hiyo fedha. Alafu anajiita mchungaji huyo. Kila mtu sasa hivi anajiona anaweza kuhubiri Injili. Kila mtu, ni mradi tu kufokafoka kuhubiri fedha na mali, anajua anahubiri Injili. Ni hatari kuwa hivyo. Kwa kuishika kazi hii mtu anatakiwa aogope. Ni hatari. Sasa hivi kila mtu anajua nikisema tu hivi napata watu. Tamaa. Na Injili haijui na wala hahubiri hiyo Injili, ni kuiga tu. Sasa wanaowaiga, bora wangewaiga watu wenye Injili, wanawaiga watu wa kuzimu. Yaani anajifunza kwa mtumishi wa kuzimu na yeye anaenda kuwa mtumishi wa kuzimu. Anajifunza, anamwona mtu fulani anahubiri hivi, ana watu wengi, na yeye anachukua hilo hilo anaenda kulihubiri apate watu. Kwa hiyo wanagawana watu, wote ni wa kuzimu. Ni hatari sana. Mungu atusaidie watu waelewe huu nabii wa Lutu. Lutu alienda na watumishi, tena imeandikwa wakagombana kati ya watumishi wa Lutu na watumishi wa Ibrahimu, kwa sababu walikuwa ni wengi na eneo lilikuwa dogo, wakagawana. Lutu akaenda Sodoma na Gomora kwa sababu ana ng'ombe wengi na wanyama wengi na watumishi wengi. Akaishi chini ya Sodoma na Gomora kwa tabia ya Sodoma na Gomora. Akawakosa watumishi wote, akamkosa na mke. Anakimbia, wameokolewa 3, walienda wengi, wamerudi 3. Kanisa linapungua. Kwa nini? Kwa sababu ya Sodoma na Gomora. Tunaishi Sodoma na Gomora hata leo. Tumwombe Mungu aje haraka tuchukue. Kama Mungu angechelewa kidogo kwa Lutu naye angepotea. Angepotea. Ndio maana Yesu Kristo anasema, tusome mara moja. Yesu Kristo anasema hivi, Mathayo 24 mstari wa 22, anasema, na kama siku hizo zisingalifupizwa asingeokoka mtu yeyote. Narudia, Yesu anasema, na kama siku hizo zisingalifupizwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Lakini kwa ajili ya wateule siku hizo Mungu atazifupisha. Lutu
Siku zile Mungu angeziacha ziendelee, Lutu angepotea. Mungu angepata hasara kila kitu. Amemtuma mtumishi wake Sodoma na Gomora hubiri Injili, anajikuta na yeye anapotelea huko Sodoma na Gomora. Mungu akazifupisha hizo siku, akamwokoa Lutu na binti zake wawili, akamkosa hadi mkewe. Tutakuja kuhubiri tena, tutakuja kuhubiri kwa habari ya hawa watoto wawili wa Lutu na huyu mwanamke mkewe Lutu, na tutakuja kuhubiri kwa habari ya watumishi wa Lutu. Kwa nini? Na hawa wanyama, nini anamaanisha Mungu? Kwa sababu huo ni unabii ambao uko sasa leo. Hatuwezi kuhubiri mambo yote kwa pamoja, tutahubiri moja badala ya jingine, watu wajifunze. Mungu awabariki sana, waweze kusikia hii mahubiri. Wanaposikia wabadilishe mioyo, badilisheni mioyo, tumwelekee Mungu. Kanisa linapungua, watu wanatakiwa kujua kanisa linapungua. Sasa anayepungua ni nani na anayebaki ni nani? Tazama kanisa unaloabudu, ogopa tamaduni za Sodoma na Gomora zilizopo humo, ogopa damu ya Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.